Hatutakosa chakula kwa kukosa ufadhili AU. Hii ni kauli ya waziri wa mambo ya nje Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabiti Kombo. Sasa ni habari moja ambayo nimeona inazungumzwa sana siku ya leo. Sasa Godbless Lema ameijibu kauli ya waziri Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabiti Kombo wa mambo ya nje kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ameshare picha hiyo hapo ya waziri huyo, alafu ameandika utalii unachangia karibu 30% ya fedha za kigeni nchini, na kama mtu ninayetoka Arusha na kufahamu kwa undani tourism corridors, hali ilivyo sasa ni ya kutisha. Tours operators wamebaki na kazi moja, kupokea cancellations kila saa. Hawa tunaowaita wafadhili si watu wa kutumiwa kama mifano ya majigambo ya kisiasa. Hao ndio wateja wetu wakuu, watoa huduma wa kimkakati na sehemu ya mifumo iliyolisha uchumi mzima na sekta ya utalii. Ni kosa la kimkakati na kiukweli ni aibu ya kiwango cha taifa kwa waziri wa mambo ya nje kutoa kauli ya kubeza kama hii. Katika mazingira haya, hatuhitaji kauli ya kutengeneza headlines za kisasa. Tunahitaji uongozi unaofahamu geopolitics ya biashara, umuhimu wa foreign confidence na athari za maneno ya juu kwenye sekta inayotegemewa na maelfu ya Watanzania. Huu si wakati wa kukwepa ukweli, ni wakati wa kufanyia kazi ukweli. Ameandika hivyo Godbless Lema kupitia kwenye ukurasa wake wa Instagram kufuatia kauli ya waziri wa mambo ya nje ambaye amesema kwamba tutakosa chakula kwa kukosa ufadhili AU. Bunge la Ulaya ambalo kimsingi limekuwa likijadili mambo mbalimbali kufuatia matukio ambayo yalitokea kipindi cha uchaguzi mkuu. Sasa ngoja nipitie baadhi ya comment. Mmoja kati ya wadau ameandika, kama taifa linahitaji kula chakula tu basi tusingedaiwa trilioni 107. Mtu mwingine ameandika, sahihi kabisa Mheshimiwa Lema, unachosema sijui ndugu zangu wanaofanya kazi makampuni ya tours ya Arusha na Moshi na Manyara kwa sasa wana hali gani? Ni huzuni kwa kweli. Mtu mwingine ameandika, yani huwezi kunielewesha namna hii kuhusu utalii ni kunyime like. Sawa. Mtu mwingine ameandika, hii ndio nchi yangu. Mtu mwingine ameandika, busara inapaswa itumike kidiplomasia na si kutoa kauli za namna hiyo. Mtu mwingine ameandika, huwezi kumkejeli mzungu wakati bado umepigwa chapa ya umaskini kila mahali. Mtu mwingine ameandika, wakubwa wasipotumia busara na hekima jahazi linaenda kuzama kabisa. Mtu mwingine ameandika, sasa kama bado tupo kwenye akili za kupata misaada na mikopo ndio tule, unafikiri hizi mentality ziko sahihi kweli? Mtu mwingine ameandika, ina maana mikopo yote mliokuwa mnachukua ilikuwa ya chakula? Mtu mwingine ameandika, makapu kabisa. Mtu mwingine ameandika, hii nchi tunawaza tu kula. Mtu mwingine ameandika bure, sio inamaanisha nini? Hizo ndizo baadhi ya comment kufuatia ujumbe huu hapo ambao Godbless Lema naweza nikasema kwamba Godbless Lema anamjibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabiti Kombo. Hilo ndilo jina lake, na naona hapa mwanaharakati Lema amejibu kuhusiana na hiyo hoja ambayo ameizungumza siku ya leo. Nini maoni yako? Hii ni VOT Media, tumechangamka.